Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waheshimiwa mashehe wangu mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya Zanzibar, ndugu zangu waombolezaji mliokuja hapa, natambua uwepo wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa pili kule na viongozi wote, mabibi na mabwana, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa kwenye khitma hii kwa ajili ya mzee wetu. Nilijizuia sana kusimama kuzungumza nikiwa na wasiwasi wa kuzidiwa na huzuni. Nikamtaka mdogo wangu aiwakilishe serikali, lakini nahisi nina deni. Kasema nisiposimama nikasema jambo, deni litabaki. Kwa hivyo nimesimama kutoa shukrani zangu. Nianze na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametufanyia wema mkubwa mno. Tokea mzee wetu ameanza kuugua mwezi wa Novemba, amepelekwa Uingereza kwa matibabu. Tuko naye, anatuuliza hatua kwa hatua, anapewa taarifa na vyombo vya serikali na anatuluaza. Kila kilichohitajika alihakikisha kinapatikana, mpaka madaktari wa Uingereza wakasema sasa mgonjwa arudi nyumbani. Tukamrudisha nyumbani. Hakuacha kuja kututembelea nyumbani. Na aliyokuwa amesema Abdallah jana, na mimi shahidi nilikuwepo, ziara yake ya mwisho kuja kumtazama mzee wetu nyumbani kwetu, nyumbani kwake Mikocheni, mzee wetu alilia kwa furaha ya kumuona rais wetu. Alilia kwa wema aliofanyiwa na rais wetu. Kwa hivyo na sisi wanawe tunachukua fursa hii kumshukuru sana tena sana kwa msaada mkubwa aliotupa. Lakini hakuishia hapo. Mzee wetu alilazimika kukaa hospitali baada ya hali kuwa ngumu. Hakuna wakati katika maisha yangu, na mimi ni daktari, nimefanya kazi sana hospitali za nje ya nchi na ndani ya nchi, sijawahi kuona watu waliojitolea kumsaidia mzee wetu kama madaktari na wauguzi wa hospitali ya Mzena alipokuwa akitibiwa. Huduma ilikuwa ya saa 24. Hakubanduka mtu katika chumba chake, wakati wote wako pale. Mara nyingi tulipata, kama mnavyojua, mgonjwa kuna hali kubadilika. Imebadilika mara kadhaa. Wale vijana wako pale na mara zote wamemhudumia, na mimi nikiwa kama daktari ninajua huduma iliyotolewa ya kiwango cha juu sana. Nachukua fursa hii kumshukuru rais wetu. Nachukua fursa hii kuwashukuru madaktari na wauguzi wa hospitali ya Mzena kwa kazi kubwa waliyofanya kwa mzee wetu. Lakini hata leo tuko hapa tunamuombea dua mzee wetu. Hii khitma hii basi ameiwezesha rais wetu. Kabla sisi wanafamilia hatujapanga kwamba tutafanya lini khitma na wapi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katutaka sisi wanafamilia tumruhusu aifanye yeye khitma hii, aigharamie yeye, na tukakubaliana tufanye hapa. Na alhamdulillah mmekuja kwa wingi kumwombea dua mzee wetu na imewezeshwa na rais wetu. Kwa hivyo tunasema tunamshukuru sana, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Ndugu zangu,
napenda nitoe shukrani kwa watu wengi sana, lakini siwezi kumtaja mmoja mmoja. Nichukue fursa hii niwashukuru mashehe, waalimu kwa dua nyingi walizomwombea. Kipindi chote cha ugonjwa wake nilikuwa napokea simu, huku tunadua, huku tunadua, huku tunafanya dua, huku Mwenyezi Mungu amwafu mzee wenu. Tunawashukuru sana. Marafiki zake mashehe kama hawa wakubwa kutoka Lamu walikuwa wakimwombea dua huko na wamekuja kumzika. Alhamdulillah, tunakushukuruni sana mashehe nyote kwa kumstiri mzazi wetu. Lakini kuna katika nchi nzima kuna waumini, kuna wananchi, marafiki wengi wamekuwa wakinitumia message kunipa pole kwa ugonjwa na baada ya kufariki. Nashindwa kuzijibu zote kwa sababu nyingi mno. Naomba wapokee shukrani zangu. Message zao nimeziona, siwezi kuzijibu zote kwa idadi yake, lakini nawashukuru sana. Na nimepata message ya watu kumsalia baada ya kufariki maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi. Wote tunawashukuru sana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mzee wetu mahali pema. Ndugu zangu, jana wakati viongozi wetu wanazungumza pale uwanja wa Amani, nimeyapokea yaliyosemwa kwa moyo mzito, hususan aliyosema Rais wa Jamhuri ya Muungano. Anasema mimi sasa niwe mbuyu wa familia. Mashehe wamezungumza hapa. Si rahisi kuwa kama mzee Mwinyi, si rahisi. Lakini mzee alitoa usia, alituita siku moja, akatuambia, nyinyi vijana wangu, siku zilizobaki kwangu si nyingi. Kwa hivyo nakuombeni muunge udugu. Na akanitaka mimi kwa jina, akasema, Hussein, na kuagiza wewe utakuwa msimamizi wa familia. Si kwa sababu wewe ndio mkubwa wako wakubwa zako, lakini kwa sababu ya wadhifa uliokuwa nao, na waweka ndugu zako hawa chini ya mwongozo wako. Nikalipokea lile. Mwenyezi Mungu anisaidie. Ndugu zangu, nina mengi ya kusema, lakini nimezidiwa. Naomba nimalizie hapa. Nimalizie kwa kukushukuruni kwa kumhifadhi mzee wetu jana na leo kumwombea dua. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.